Tukielekea katika mzozo katika nchi ya Urusi na Ukraine, Rais wa Marekani Donald Trump anasema Rais Vladimir Putin wa Urusi amekubali kusitisha vita kwa wiki moja huko nchini Ukraine. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema siku ya jana Alhamisi kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin amekubali kusimamisha mashambulizi kwa wiki moja kwenye miji ya Kiev. Trump amesema wakati wa kikao cha baraza la mawaziri mjini Washington kwamba hatua hiyo inafuatia ombi lake kwa Putin la kusimamisha mashambulizi kutokana na baridi kali nchini Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amemshukuru Trump na kuandika kupitia ukurasa wake wa X kwamba ilikuwa ni taarifa muhimu kutoka kwa Rais wa Marekani kuhusiana na uwezekano wa kuhamasisha na kuhakikisha usalama kwa ajili ya Kiev na miji mingine ya Ukraine wakati huu wa baridi kali. Hata hivyo, bado haijulikani ni lini hasa usitishaji huo utaanza na Urusi haijathibitisha matamshi ya Rais wa Marekani Donald Trump. Lakini moja kati ya mambo ambayo wakati huu yanafanyika ni Urusi kuzidisha mashambulizi makali dhidi ya Ukraine. Mashambulizi ambayo kimsingi kwa mujibu wa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ni mashambulizi yaliyoleta maafa makubwa ndani ya serikali yake na nchi yake kwa ujumla. Hata hivyo, maeneo mengi yameshambuliwa na kuharibiwa miundombinu ya umeme pamoja na maji, na kwamba kutokana na baridi kali ambayo imeyakumba mataifa mengi ya Ulaya kutokana na kipindi cha hali ya hewa, ni kwamba hali inazidi kuwa mbaya zaidi, na hofu kubwa ipo kwa wazee pamoja na watoto wadogo kwamba baridi ni kali mno na joto hakuna, kutokana na kwamba miundombinu ya nishati ya umeme imekatwa maeneo mengi. Urusi inaendeleza operesheni yake ya kijeshi nchini Ukraine na bado inazingatia namna ya kuhakikisha inapata ushindi katika vita hivyo. Zelensky amesema kuwa bado Urusi imekuwa ikifanya mashambulizi makubwa kwa kutumia drone, lakini pia kwa kutumia makombora na kusababisha hali kuwa mbaya zaidi katika maeneo mengi. Bado kumekuwa na tetesi za kufanyika kwa mazungumzo kati ya Rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky, huku Urusi ikithibitisha kwamba wapo tayari kufanya mazungumzo hayo. Hata hivyo, bado haijaandaliwa tarehe maalum ya kufanyika kwa mazungumzo hayo, huku michakato ya mazungumzo hayo ikiwa njiani kwa ajili ya kuhakikisha mazungumzo yanafanyika kati ya marais wote wawili ili kuhakikisha kwamba vita hivyo vinasitishwa mara moja. Hata hivyo, Ukraine wakati huu imeyaomba mataifa ya Umoja wa Ulaya yaendelee kuweka vikwazo dhidi ya Urusi, lakini pia ni kutokana na mashambulizi ambayo yanaendelea dhidi yake. Kadhalika imeomba kwamba meli za Urusi zinapaswa kukamatwa mara moja. Mjumbe maalum wa Ukraine kuhusu vikwazo amewataka viongozi wa Ulaya kutohofia kuzikamata meli za Urusi ili kuizuia kukwepa vikwazo vya nchi za Magharibi. Ukraine imeutaka Umoja wa Ulaya kutohofia kuchukua hatua za kutumia nguvu dhidi ya meli za Urusi, ikitoa mfano wa kile ilichokiona kwa meli za mafuta za Venezuela ambazo baadhi zilihusishwa na Urusi zilizokamatwa na Marekani. Mjumbe huyo Vladislav Vlaskiuk ambaye ametembelea Ujerumani alisema kazi hiyo inapaswa kufanyika na kuhakikisha vikwazo vilivyowekwa na nchi za Magharibi dhidi ya Urusi vinazingatiwa. Mjumbe maalum wa Ukraine Vlasiuk amesema anaamini ikiwa baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya zitaanza kuchukua hatua za kuzikamata meli za Urusi, Moscow haiwezi tena kufanya chochote ama kufanya mashambulizi dhidi yake, lakini ameonyesha dhamira ya Kiev ya kutaka kuhakikisha kiwango cha usafirishaji wa mafuta cha Urusi kinapunguzwa kwa 10% hadi 20%. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.